Mwanaisha Zuberi Mdeme. Kwenye nafasi ya chama ni katibu wa idara ya mambo ya nje wa chama cha ACT Wazalendo, lakini pia ni waziri kivuli wa viwanda na biashara wa chama cha ACT Wazalendo. Ni siku muhimu sana na ya kihistoria katika safari yangu ya kisiasa, kwani nimechukua fomu ya kuomba ridhaa ya chama changu cha ACT Wazalendo ili niweze kuteuliwa kuwa mgombea wa jimbo la Kigamboni kupitia chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka 2025. Safari yangu ya kisiasa ilianza 2018 ambapo nilijiunga na chama cha ACT Wazalendo, na katika kujiunga na chama hiki nimepata nafasi ya kushikilia katika nafasi mbalimbali. Nimeweza kuwa katibu wa ngome ya wanawake taifa kwa kipindi cha miaka miwili kutoka mwaka 2018 mpaka 2020, lakini pia nimepata nafasi ya kutumikia nafasi ya ukatibu wa ngome ya vijana taifa kwa kipindi cha miaka mitano, na sasa hivi natumikia nafasi ya katibu wa idara ya mambo ya nje wa chama cha ACT Wazalendo. Chama chetu cha ACT Wazalendo kupitia kiongozi wa chama ndugu Dorothy kilitoa uelekeo wetu wa kushiriki uchaguzi huu mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Na sababu ambazo zilitolewa na kiongozi wetu wa chama, ambazo ni sababu ambazo zimekuwa kwa niaba ya chama chetu, na wengi tunaweza tukajiuliza kwamba chama cha ACT Wazalendo kwa nini kimeamua kwenda kushiriki kwenye uchaguzi huu wakati tukifahamu madhila ambayo yametokea kwenye uchaguzi wa 2019. Kwa ambao nadhani kuna ambao mnaokumbuka jamani, 2019 kilichotokea, vyama vya upinzani vilienguliwa kwa 90%. Kwa hiyo chama cha CCM peke yake ndio kiliingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2019. Kwa mwaka wa 2020 karibia 90% ya wabunge walioko bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni wa chama cha CCM. Na kwa mwaka 2024 katika uchaguzi huu ambao umefanyika muda sio mrefu, kwa chama cha CCM kiliweza kuingia katika ushiriki huu kikiwa na 70%, huku asilimia hizo zikiwa zimeinguliwa kutoka kwa vyama vya upinzani. Sasa ni maswali ambayo tunaweza tukajiuliza kwamba licha ya yale yote ambayo yanaendelea kufanyika katika nchi yetu kupitia chaguzi hizi, kwa nini chama cha ACT Wazalendo bado kimeona kuna haja ya kuendelea kushiriki katika uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 2025? Sasa kupitia kiongozi wetu wa chama kimeweza kutoa sababu na nitazieleza kwa ufupi. Sababu ya kwanza ni kwamba tunaenda kushiriki ili kwenda kulinda thamani ya kura. Hii nchi jamani ni nchi ya Watanzania wote. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka wazi kwamba wananchi ndio watakuwa na mamlaka ya kuwapa mamlaka na madaraka viongozi wanaowataka. Inasema kwamba sisi Tanzania kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo inapaswa iendeshwe kidemokrasia. Tunapozungumzia demokrasia tunazungumzia juu ya uchaguzi wa huru na haki. Tunapozungumzia juu ya uchaguzi wa huru na haki ni uchaguzi ambao wananchi ndio wanapewa nafasi ya kuchagua viongozi wanaowataka. Hakuna sehemu kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyosema kwamba kuna chama au kuna kikundi cha watu au kwamba CCM ndio wanapaswa tuchagulie sisi viongozi ambao wanaenda kutongoza katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi chama cha ACT Wazalendo kuamua kushiriki katika uchaguzi huu, tunaenda kulinda thamani ya kura. Tunataka Mtanzania mwana Kigamboni akiamka asubuhi kwenda kupiga kura anajua kwamba naenda kumpigia ya kwamba kwa nini tunaenda kushiriki uchaguzi huu ni kwamba tumejiridhisha kuwa uamuzi wa ACT Wazalendo kususia uchaguzi utafurahiwa na CCM. Kwamba sisi tukiamua kususa CCM wao watafurahi. Sasa mwisho wa siku sisi tukisusa sio kwamba tunajiumiza sisi tu, lakini pia tunaenda kuwaumiza Watanzania. Tunashindwa kuwapa fursa wa Tanzania kuchagua viongozi wanaowataka. Na hata katika swala la kususa bado halijawa jawabu sahihi kwenye demokrasia, halijawa jawabu sahihi kwenye mapambano ya kudai haki ya Watanzania kuchagua viongozi wao. Sisi tumeona kwamba CCM imeshindwa kuendesha nchi na wakati mwafaka umefika iweze kukaa pembeni na chama cha ACT Wazalendo kiingie katika kuendesha nchi.
Chama cha ACT Wazalendo tuna sera mbadala, sera nzuri ambazo zitahakikisha zinaleta maendeleo katika taifa letu kwa ujumla. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeipa mamlaka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutunga sheria. Ni kazi ya bunge jamani kutunga sheria. Na mimi ni mwanasheria, wakili. Kama nitapata nafasi, nitapata ridhaa ya chama changu, ridhaa ya wanakigamboni na nikafanikiwa kuingia bungeni, nitatumia taaluma yangu ya sheria na nitaungana na wenzangu, wabunge wenzangu kutunga sheria zenye tija kwa ajili ya nchi yetu. Sisi chama cha ACT Wazalendo, sera yetu ni kwamba tunataka kuona rasilimali za nchi hii zikimnufaisha kila Mtanzania. Kwa hiyo nikipata ridhaa, nikipata nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni kupitia chama cha ACT Wazalendo, nitaungana na Watanzania wenzangu, wabunge wenzangu kuweza kutunga sheria ambazo zitakuwa zinatija kwa nchi yetu. Sheria ambazo zitaenda kulinda rasilimali za nchi yetu.